Ndio umekuja kuchamba tena? We, sasa hivi nitakuchapa makofi. Nitakuchapa makofi. Umenielewa? Nitakuchapa. Hapana mama, mimi sijaja kwa niaba hiyo kabisa. Mimi nimekuja kwa wema leo. Mimi nilikuwa naomba tu unisikilize. Mimi mama, nimekuja kuomba radhi kwa kile ambacho mimi nimekifanya. Wala sikuwa na nia mbaya kumfanya eti mwanao asiolewe na huyo alikuwa anataka kumuoa. Lakini nyuma ya kapeti kuna mtu ambaye alikuwa anafanya hilo jambo ili mimi nifanye hicho kitu. Nilikuwa naomba sekunde kadhaa tu tuweze kukaa chini kuongea. Ya kweli ya? Kweli mama. Kidogo. Kwa kweli mama, mimi leo nimekuja kukuomba samahani. Na mimi nataka nikuhakikishie hili kwamba ubaya sio kwangu mimi. Ubaya wa Sijali. Sijali yeye ndo alikuwa ananituma mimi nije kwako kufanya fujo. Na yeye Sijali ndo amesababisha swala zima la mimi kumharibia mwanao asiolewe. Kwa hiyo mnafiki wetu hapa mkubwa sana ni Sijali mamangu. Hivi, so mimi. Nisikilize mwanangu. Unajua unapoamua kufanya kitu, kaa chini ufikirie kwanza. Anyway, mimi nimekusamehe kwa roho moja na pia nakukaribisha. Karibu sana, jisikie hapa kama uko nyumbani. Na kingine, tarehe 25 mwezi huu ndio siku ya ndoa yenyewe. We, usiniambie. Wote 25 hii ndio ndoa ya mwanao. Hivyo nilikuwa napenda kuonyesha ushirikiano kama ulivyosema mwenyewe. Nitakuhitaji ufanye hilo jambo. Nyamkumba hapo Sijali. Mimi ndio cha usiku. Tarehe ya mwanao huku kote nitasambaza mie. Na kwa Mpalange wapelekee. Na kule kwa mashoga zangu kwa Mpalange wote nitawapelekea sare, wala usiwazi. Haya mwanangu. Mimi nimefurahi kweli. Napenda tuishi kwa amani. Nimefurahi. Kwa kweli na mimi nashukuru, lakini mama mimi leo sio mkaaji. Na safari yangu hapo juu. Wewe acha nini. Haya karibu. Habari njema. Haya. Kinega yule. Lakini sawa. Shukuru Mungu kwa hiyo. Sawa, kamepita. Vipi mwanangu? Unapoongea kwenye ofisi ya watu utakuwa kwanza uwe na kauli nzuri. Oya vipi? Vipi si mwanzo ugomvi? Salimia habari gani au sasa hivi? Sikia mwanangu, kuna mazingira mimi nimeyapata. Hiyo shida yako. Mimi siwezi kusema. Amtaa huo ofisi haipo hii. Unaweza ukatoka ukaenda kwenye ofisi nyingine. Kwanza kitendo ulichonifanyia jana nimekumind. Sasa nimeondoka pale ukaona mimi mnyonge sana. Sipo hivyo mzee. Wewe unaongelea mazingira ya jana, wewe nadhani mimi nafagilia ni mwanetu nafagilia. Sikia nikwambie, mimi mazingira alionileta hapa, mazingira yule demu yule cha usiku akuletea simu, si urudishe video hii hapo msala, usirudishe hiyo hapo video dakika za mwisho, itakuponza mwanetu. Babu, umesahau kwa hapa kwa fundi. Kila aina ya silaha ipo. Usinitishie mimi. Kwanza hapo ofisini kwangu na uwezo wa kufanya chochote kutoka huko kuja kwangu. Anakuambia kingine. Kama kwenye hii video unahusika, umepotea. Oya mwanangu, fanya juu chini mwanangu, hiyo video ikaushie, usirudishe mwanangu. Ukijifanya una kelele, dakika mwisho utakuja kutokea puani hapo video.
Alafu utafungasha vitu vyako hivi hapa vyote utarudi kijijini kwenu, yani za kiuni mimi ndo nakupa mwanetu. Au sio menda kitibua hapa singogopi yoyote, yani sijui uko ofisini kwako, sijui uko wapi. Oya mimi sijali mwanangu, unanijua mimi za kiuni. Oya, sipagiliagi mwanangu, yani utarudi kijijini kwenu yani mwanangu. Asa hivi changanye urudishe hiyo hapo video ndio uone maisha yako atapokuwa magumu. Unaona huyu mtaa mzima, dunia nzima hii hapa. Itaniona mimi nuksi, yani itaniona mavi, dinga. Sijui kama unanielewa mwanangu. Asa kama vipi wewe kuwa mkaidi afu urudishe hiyo hapo video. Afu mimi na tutakutana za kiuni. Cheketu boso mabosi tajiri, mbona baya? Afu wewe nisikilize, sawa? Mimi hapa sijaja kusifiana, sijaja kuleta mzaa. Mimi hapa nimekuja na jambo hili moja. Nimekaa nimepiga windo akili yangu, nimebaini wewe na cha usiku mmenichezea mchezo. Sasa mimi sitaki mambo mengine yote, nataka pesa zangu. Pesa gani kwanza unazozungumzia wewe? Wewe unajifanya ujue. Wewe na cha usiku mmepanga michezo yenu, mmechukua hela zangu. Mimi usiku nilikuwa na pesa kibao, zimeenda. Nipe pesa zangu. Sikiliza nikwambie Cheketu. Kwanza njoo taratibu, njoo kwa style. Mimi sihusiki katika pesa zako. Muulize cha usiku. Wewe muulize cha usiku. Muulize cha usiku. Mimi sijui yote kwa sasa. Usiku Hapo sikiliza nikwambie. Hili ni eneo langu la biashara. So unatoka zako huko unakuja hapa kunifanyia vurugu, kunipigia kelele za watu. Sasa mimi naenda. Ila sasa nakwambiaje? Yoyote aliyehusika kwenye mchongo mimi nitarudi naye. Kindaki. Yes, unaniona mimi boya. Wewe endelea kuniona boya hivyo hivyo. Ashenzi. Kuja mnachukua tu pesa za watu. Si mngekuwa mnatafuta sasa. Basi ndio hivyo alivyosema. Mama, huyo kaja kutupeleleza kwa sababu yeye ndo kinala mimi wa ndoa yangu kuharibika, hana lolote. Sasa kwa taarifa yako, mpaka tarehe ya ndoa nimemwambia. Mama, umemwambia cha usiku kwamba mimi naolewa tarehe 25? Umemwambia hadi tarehe naolewa mama? Wewe unababaika nini? Unaogopa nini? Unachokiogopa wewe nini? Hivi ushakusikia ile methali inayosema kwamba zimu ilikujualo alikuli likakumaliza? Ndio yule cha usiku. Mama, cha usiku sio mtu mzuri. Cha usiku anaweza kaleta mashoga zake akaja kunifanyia fujo mimi kwenye shughuli yangu. Kwani umemwalika mama na wewe? Mimi nikila kama nini yani? Yaani sijui upuje vitu vingine basi unatafuta hata ushauri, sio unakurupuka kama hivyo. Wewe unamuona mwema kabisa yule. Sikiliza Mwanaeli. Mimi ndo mama yako. Hakuna atakayeharibu ndoa yako. Sasa akija kunifanyia fujo kwenye sherehe yangu. Wewe mwana, sijui niongee Kiswahili gani au niongee Kindengereko ndo utajua. Ni unataka niongee Kindengereko? Nimekwambia hivi, mimi ndo mtoto mzee Mkumba. Hawana ujanja wowote. Tena usiogope. Tena kuwa huru. Umenielewa? Nimekwambia mimi mama yako nitasimama kidete sehemu yoyote ili mradi wewe uolewe. Bwana mama, wewe ushaharibu. Sasa sikia nikwambie. Mimi nasema Mwanaheri, mimi si nimestaarabika hapa, mnaona mtu mwema. Kwa dada deki hiyo siku yangu ya shule nikiona mtu yote kaja kunifanyia fujo. Shai kusikia bi harusi anashika panga. Hiyo siku mimi nashika panga kwa dada deki, sikubali kuona ndoa yangu mtu anaharibu maisha yangu. Mwanangu, sikiliza. Wewe shika panga, mimi nitashika jembe. Unanijua mama yako. Mama yako mwenyewe unanijua. Mimi ni mbwambuzi, mimi ni kimbweru, mimi ni kila kitu. Hanitishi mtu yoyote. Shika panga, mimi nashika jembe. Wewe unanielewa? Wewe mwenyewe akili yako kama yangu ujue. Ndio anakukubali yangu. Tabaya. Si unanijua? Unataja.
Ngilini. Mimi najua jambo langu lishakuisha hapo sasa hivi, si ndio? Mbona si mna hela? Au mama kulifanyia bure? Asante. Usiangalie. Mbona video hamna? Kiza cha usiku. Kazi yako hiyo ya moto nimeishindwa. Umeshindikana kivipi? Sorry. Hizo video nimezifuta kwa mkono wangu kwa sababu hazina maadili. Sawa, hazina maadili lakini zinakuhusu nini wewe Kingilini? Kwa sasa hivi hazinihusu. Sijajua hizo video unahitaji kwenda kuzifanyia nini. Kwa hiyo jambo lolote baya litakalotokea, hapo ndo nitapoanza kuhusika. Wewe bwege ni sasa inakugeukia vipi? Subiri. Wewe unajua kama hizi video zilikuwa zina umuhimu mkubwa sana na mimi nilikuwa na dili kupitia hizi video. Yaani ingekuwa bingo. Wewe umekuja umezifuta. Hivyo hizo mbokoko Usinitukane. Unajua hii ni ofisi. Alafu mimi nategemea maisha yangu kuendeshea hapa. Siwezi kaja kupata matatizo kwa vitu ambavyo kipumbavu. Video hizo hazina maadili cha usiku. Istosha amekuja kipodozi hapa. Ameniambia na amenitishia vitu kibao kuhusu mali zangu na ofisi yangu. Leo hii nikitoka polisi kwenda kumshtaki kipodozi. Kipodozi naye akaenda kutoa maelekezo yake. Mimi si nitaonekana mpumbavu. Ilia mara mbili. Mimi matatizo siyataki, ndio maana nimeamua kufuta hizo video, nimekurudishia simu yako na pesa yako. Subiri. Sasa napata picha. Kwa hiyo Mao ndo alomtuma kipodozi aje anipole hii simu. Alafu Mao kaona hapo haitoshi, kamtuma tena kipodozi aje kwako ili hizi video zifutwe. Kwa hiyo mchezo mzima unachezwa na Mao, si ndio? Ila sikiza ngombe, na wewe uache wege, wewe mwanaume kaza. Poa, nitajua cha kufanya. Na mwingine mabwege. Ndio hivyo mwanangu, sababu niliona na kukosesha amani sana ile issue, kwa hiyo nimeamua kuiclear yani fresh yani. Una uhakika na unachosema kipodozi? Nangu yani haiwezi kujirudia tena ile issue. Yani hiyo video huwezi kuiona tena kwenye uso wa macho yako. Nikwambie kitu kipodozi. Yaani katika maisha yangu hakuna kitu kikubwa ulichokifanya kama hicho. Maana hakuna kitu kilichokuwa kinaniumiza kichwa kama hizo video. Ila kwa kuwa ushanihakikishia kila kitu umeweka sawa, naamini kabisa sasa niko huru kwenye maisha yangu. Amini kwamba mimi nisha clear mwanangu. Yaani wewe hata usio na wasiwasi. Unajua? Au vipi? Sikupingi jeshi langu. Yaani kama umeweka kila kitu sawa. Si nyama sasa. Mwanangu sasa unajua? Bosi mwenyewe. Poa. Balile basi kichwa noma mwanangu. Kama kawaida. Kama unavyojua. Saluti. Ali, bwana Ali, samahani kidogo. Samahani, kuna sehemu naenda mara moja, kwa hiyo nataka nikuachie hii shughuli yangu hapa uendelee nayo.
Na shida gani? Hakuna shida yoyote, ni kwema tu. Ila kuna majukumu naenda kuyatekeleza ili yakae sawa. Basi sawa. Naomba uendelee na hizi shughuli zangu hapa. Sawa. Vipi? Umefuata nini hapa? Wewe unajikuta hujui kabisa mimi nilichokifuata? Kwani mimi na yeye tushamalizana? Wewe bwana, mimi nimekuja hapa kwa jambo lingine. Sawa? Nishajua kila kitu mimi nishajua. Afu wewe cha night, wewe cha usiku. Wewe lako mimi si nishakupa wewe. Kwa nini na zile hela nyingine uzichukue? Nipe hela yangu. Hivi Cheketo, unaniona mimi bibi yako, mtani wako wa jadi, au kwa sababu nimekupa unajifanya unaniweza sana, si ndio? Wewe mimi nipe pesa zangu, full stop. Mimi siondoki hapa. Hebu nisikilize nikwambie. Mimi ninachojua pesa yako wewe ni shilingi 30,000 tu na tulishamalizana. Sasa hizo hela zingine hela gani unazongelea wewe? Usijikute chizi wewe. Usijikute chizi. Amida kanambia kila kitu, mchongo uliopanga, ulivyouchezesha mpaka umechukua hela zangu. Sasa nataka pesa zangu. Nipe pesa zangu hizi. Kumbe mcheza kwao utunzwa. Kwa hiyo Amida ndo kakwambia kwamba mimi nimechukua hiyo hela. Amida kanambia kila kitu na mimi hapa sitoki mpaka unipe hela. Twende kwa wewe Amida. Twende. Itajulikana leo mbivu na mbichi. Twende. Mtu mwenyewe si huyu hapa. Maizana naye huyu hapa. Wewe kaa kimya. Kimya kabisa, usiongee kitu chochote. Wewe nimekufuata umeniambia kwamba Amida ndo anajua kila kitu. Alafu wewe nimekufuata umeniambia kwamba huyu ndo anajua kila kitu. Msinichanganye nyinyi. Nipeni hela yangu. Sikia nikwambie Cheketo. Mimi kusema ukweli cha usiku aliniambia nikuwekee dawa katika kinywaji chako na mimi nikaweka. Hayo mengine kuhusu hela sijui nini muulizaneni huko. Wewe ndio umemwekea dawa, lakini mimi nimeondoka naye huyu, nimefika naye njiani alikuwa hana 100 nyekundu. Alikuwa hana hela. Unataka kuongea nini? Nini wewe? Ndio sikukuta na hela wewe. Afanye mbona mnanichanganya sasa? Wewe sasa mimi kilinitokea nini? Mimi hatujui. Umetaka ukweli babu, huo ndo ukweli. Ndio umuulize huyo alokuwekea sumu. Sasa niulize mimi wakati wewe ndo muondoka naye umeenda kulala naye. Aniulize mimi tena vipi? Mimi ndo nimelala naye. Samahani sana, nimelala naye. Mimi nimelala naye lakini sikukuta na pesa. Full stop. Kimya wewe. Tusipigiane kelele. Sawa? Mimi ndo mwenye mali, mimi ndo naitakiwa kuongea hapa. Sawa? Sio mnanipigia kelele. Kwanza wewe njoo. Wewe njoo. Alafu sikilizeni. Sawa? Nawapa masaa 24. Nataka hela yangu. Sawa? Masaa 24.
Umeona sasa? Wewe tena usinichanganye. Umeona ulichokifanya? Nakwambia cha usiku usinichanganye. Mimi chacha nilikuwa toka tumboni kwa mama yangu. Nitakuharibia siku nakwambia. Yaani wewe unajifanya unajua sana. Nitakuharibia. Sawa, tao subiri. Na umempaje simu mtu? Da. Amesema anaenda polisi. Maana ameibiwa na 200,000 zake. Kwa hiyo mimi nikaona mambo yasiwe mengi. Maana nikaamua kumpa. Si yake lakini. Yake hapo hata hivyo wenyewe haina uchawi wowote kwamba anadaiwa sehemu yani. Kuhusu simu usiwaze mama. Kuhusu simu mimi napata matambo kibao yanapita mikononi mwangu na hapa shamba. Kwa hiyo yani kuhusu simu wewe ile ondoa shaka. Na kuhusu cheketo wewe cheketo mimi nakwambia wewe mtoto mdogo afu mshamba tu. Asumbui hata kidogo. Yaani za kiuni asumbui yani. Sisi tunaishi naye yani ile yani asumbui hata kidogo mtoto cheketo. Hapo nyenye ndo ninapokupangilia mama mtu misondo au vipi? Kwamba wewe tulia. Aweza kufanyia kitu chochote yule mshamba tu mtoto mdogo. Fanya hivyo mwanangu, jua nakutegemea. Yaani usiwaze hata kidogo kutokana kwamba mimi najua sehemu yako la biashara ile. Wewe usiwaze mama. Kesho. Kwa hiyo Mau, wewe unajifanya una akili sana eh? Umetoka hapa umemtuma kipodozi aje anipole mimi simu ili mfute zile video. Ili iweje? Wewe mpango wako si ulikuwa kuniharibia. Sasa mimi nimekuwahi kabla hujaniharibia. Nimekuonyesha tu kama mimi naweza kuyafanya hapa. Tena sisi tunatumia akili sio nguvu wala sio makelele mengi kama unavyoona. Okay. Kwa hiyo umejifanya wewe una akili nyingi kuliko mimi, si ndio? Na nimetoka hapa nimemfuata Ngilini, nimechukua simu yangu nimemfuata Ngilini. Wewe umetoka hapa umeenda kwa Ngilini, eti unamzuia kwamba zile video asizirudishe kwenye simu yangu. Ili mimi nikienda kule shughulini, nizalilike, nikose cha kusema, nikose cha kuonesha. Ulikuwa na nia gani hasa kaka? Wewe shida yako unaongea sana, afu vitendo sifuri. Wajikutee mtoto wa mjini afu una vitu vingi, mambo mengi afu mwisho wa siku kila kitu sifuri yani. Wewe huyawezi. Afu mimi nimekuonyesha kwamba mimi mtoto wa kiume afu mimi mjini kitambo na yaweza kila kitu. Sasa kwa taarifa yako, mimi nishafanya kila nilichokifanya afu kila kitu shikopa yani. Mi kweli, tantalila hapa zipo nyingi lakini kwa taarifa yako, tarehe ya ndoa naifahamu, ni tarehe 25. Sasa ni hivi, ifungwe ndoa, isifungwe ndoa, vovote vile, mimi najua cha kufanya. Na kama ndoa itafungwa, mimi nitatoka hapa nitaenda kwa mumewe. Nitamwambia kwamba ulitembea na mtoto wake Mwanaheli, lakini sio kutembea naye tu, ulimpa ujauzito. Ukaona haitoshi, ukatoka hapa ukaenda kutembea na Sijali ambaye ndo mke wake. Kwa hiyo ulitembea na mtoto umempa mjamzito, lakini sasa hivi unatembea na mke wake Sijali. Habari inafika kama ilivyo. Cha usiku sikia, usije ukafanya hicho kitu bwana. Si unajua yule ni mke wake, afu mimi utakuja kuniharibia bwana. Utakuja kuniharibia kabisa, usije ukafanya tukio kama hilo, afu mimi mtani naheshimika. Tena kuheshimu? Usije ukafanya kitu kama hicho. Tena kuheshimu? Wewe si chizi. Kama ulifanikisha kuiba simu yangu ukafuta video, safari hii mimi nakupatia na idea nyingine. Chukua ile bichwa langu, lichukue uende ukaliuze. Ukishinda kuchukua ile bichwa, basi ujue hutofanikiwa kwa chochote. Cha usiku si unataka hela lakini mimi pesa nikupa mama. Fanya kitu kama hicho. Dogo tu mliachana maumivu mpaka ndani, ujacha tobo tu mefanya mpaka wakuliziba simoni.
Aya mapenzi du, hadi malaika mna roho za kishetwani. Unanipa sumu, mimi nilokupa sukari ulambe koni. Mimi nilidhani binadamu wewe utakuwa wa ubani, na kumbe ulinifanya kijiwe cha kahawa, kitaji burudani.